Na muku nasikiza matangazo yetu ya Amka na Baraka One TV, ikiwa tarehe 22 za mwezi wa 4 2026, ni saa 12 saa za Afrika Kati, ikiwa saa 1 majira Afrika Mashariki, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kwa kuanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kuanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni muhtasari mwenyewe wa habari za moto. Kivu ya Kusini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Burundi na Tanzania kuungana kukuza uchumi wa pamoja, huku Fizi na Uvira FARDC na wazalendo kuanza kazi upya dhidi ya M23 Twirwaneho na Redi Tabara. Goma, raia walahani M23 kwa mauaji Masisi, mapigano makali, raia wakimbia, huku Kivu ya Kusini na Kivu ya Kaskazini wazalendo washutumu mauaji ya makumi ya raia kutokana na wanavyosumbuliwa na M23. Msumbiji yakataa kuwalipa askari wa Rwanda wanaolinda amani kutokana na deni la takriban milioni 22. Na Moscow pia kutembelea Mwangaza TV, ambako utakutanana na baadhi ya matukio yote ambayo yakuna rindimo kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na vile usikose kushiriki na sisi katika operation Saidia Muzalendo, na tunatoa shukrani za dhati kwa wote ambao mko naendelea kuitazama Baraka One TV, na pia kwa kutoa pole kwa kutokupata matangazo yetu ya asubuhi ya jana saa 6 pamoja na saa 9 na saa 12. Hii ni Amka na Baraka One TV, na karibu tungane wote kwa pamoja ili kuendelea kupata matangazo yetu ya kila kukicha. Tuanze na taarifa hizi kutoka jimboni Kivu ya Kusini, ambako Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Burundi na Tanzania kuungana kwa pamoja kukuza uchumi wa pamoja, huku pia Fizi na Uvira FARDC na wazalendo kuanza kazi upya dhidi ya kuwakunguta Redi Tabara M23 Twirwaneho, milima ya kati na milima ya juu. Katika kongamano lilofanyika jijini mkoani Kigoma, wakati nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiwakilishwa na gavana wa jimbo la Kivu ya Kusini Daktari Jean-Jacques Purusi, huku pia Tanzania ikisimamiwa na waziri mkuu na mwakilishi kutoka nchini Burundi. Kongamano hilo la kiuchumi na pia mazingira na usalama kati ya nchi hizo tatu na mikoa jirani. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiwakilishwa na gavana wa Kivu ya Kusini Bwana Jean-Jacques Purusi aliweza kuonyesha umuhimu wa ushirikiano kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ya Burundi pamoja na Tanzania, huku pia akitoa shukrani za dhati kwa kazi kubwa inayofanywa na serikali ya Tanzania pamoja na serikali ya Burundi kuungana na DRC ili kuendeleza kutafuta amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zaidi pale ambako serikali ya Tanzania na ya Burundi inapotuma vijana wao kuja kupigania ardhi ya Lumumba kwa ajili ya ujirani mwema. Gavana wa Kivu ya Kusini pia alionyesha umuhimu wa kuendelea kushirikiana kwa pamoja, huku pia akitaka nchi hizo mbili jirani muhimu kuweza kuendelea kuwekea pressure Rwanda, ambayo inaonekana ndiyo inayosaidiana na magaidi wa M23 na kuzidi kuongeza vikosi vyake mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Gavana Purusi amesema, tunashukuru sana kuona ushirikiano wetu unazidi kukua, na vile natamani na napenda kuona nchi ya Burundi pamoja na nchi ya Tanzania kuendelea kuweka pressure nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na vile kuwekea pressure Rwanda ili iweze kuondoa majeshi yake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nchi ya Kongo ina madini mengi sana, na hivyo bila kuwa na amani biashara haiwezi kufanyika. Na vile bandari yetu ya Kalundu, bandari ya pili kwa ukubwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na yenye kuongoza kwa uchumi, hivyo inahitajika amani iwepo ili biashara zifanyike vizuri katika hizi nchi tatu. Huyu hapa gavana wa Kivu ya Kusini Jean-Jacques Purusi akiwa jijini
Kigoma mkoani Kigoma nchini Tanzania. Excellences, Monsieur le Premier ministre de la République unie de Tanzanie, chef du gouvernement. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kiongozi wa serikali ya Tanzania. Mbele ya yote nipenda nipige asante sana, na mimi saa mwenzetu Kiswahili yangu haiko bien, mais ndapima tu. Napigia kweli government ya Tanzania kupitia son excellence President Samia Suluhu, President wa Burundi Evariste Ndayishimiye na President wa DRC Felix Antoine Tshisekedi Chilombo na wananchi wote wa Tanzania, Burundi, Kongo, asante sana, kwani Mungu mnatusaidia kuleta amani kwetu. Inakuwa miaka mingi bakaka yetu badada yetu wa Tanzania wako wanakia kupigana vita kule, wanafariki, wengine wanaacha maisha kule. Vraiment asante sana. Kujina ya province yangu ya Sud Kivu tunapiga asante sana. Ya lazima hapa, kama agizi mwenzetu alitoka sema, kama hatuna amani hatuwezi kala hapa, hakuna business. Na ndio maana tunaomba mnaona kama kuku agreements 3 zinatoka kuwa sign between Rwanda and DRC. Ile agreement moja ilikuwa sign Doha, Qatar, ingine ilikuwa sign Washington, US, na ingine inatoka iko inakuwa sign hapa hivi tuko nasumulia Geneva, Switzerland. Tunawaomba kweli mfanye pressure kwa DRC, but mfanye aussi pressure kwa Rwanda. Juu naomba Rwanda atoke, force zake zitoke ndani ya Kongo kusudi business ifanyike mzuri. Tunaomba vraiment mtusaidie kwa ile, iko lazima sana. Sasa Kongo kuna opportunities nyingi sana hapa South Kivu province. Mie niko na over 13 millions inhabitants na wao wote ni wa consumers. Nikusema kama business iko nyingi sana. Sitarudi, tuna gold, copper, diamond, tuna lithium, tuna cobalt, tuna manganese, oil. Na hii port yetu ya Kalundu, hii na connect na ya Kigoma hapa, njo port ya pili mu DRC mzima, kisha hii ya Matadi, na njo ile port ya kwanza deep water mwa hii sub-region yote. Nikusema kama kweli you are almost welcome to make business. Namaliza kusema kama measures tulikamata kama government ya South Kivu ni ku reduce taxes for all new business comers, suppress all these administrative complications. Tulifanya aussi measure ingine ya kusema mtu yeyote mwana all financial arrangements na kufanya bankarization. Sasa hapo wandugu wapenzi, ni kusema kama tunapigia watu wote asante sana, na tunataka Watanzania wote wako wanakuya watakuwa wanaingia bila complications, na Wakongomani wote wenye wanafanya business huku nao wafanye business huku hapa Tanzania bila complications. Hapa document yetu yenyewe naelekea ni tunaomba nini tutaipresent leo kwa wakubwa. Asante sana ndugu wapenzi. Baada ya kutoka jijini Kigoma nchini Tanzania, Fizi pamoja na Uvira, FRDC na Wazalendo kuanza kazi upya baada ya kukaa Mikenge pamoja na Point Zero na maeneo mengine Kalingi na katika vitongoji kaza wa kaza ambavyo vinazunguruka maeneo ya Minembwe na pia maeneo ya mto wa bondeni, mto Uruzizi. Majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaendelea kulahani kitendo cha magaidi wa M23 kutumia ndege zisizokuwa na rubani aina za BT2 ambazo zilisababisha mauaji ya watu huko maeneo ya Point Zero pamoja na Mikenge. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imelahani kitendo hicho na kutaka mara moja usitishwaji wa matumizi ya silaha za aina hiyo, maana zinakuwa zinawasumbua na kupoteza maisha ya raia wasiokuwa na hatia.
Majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wazalendo kwa sasa wameanzisha operesheni mpya ambayo inaitwa Bila Kuchoka. Operesheni hiyo inalenga kuweza kuwaondoa mara moja magaidi wa M23 ambao wanapatikana maeneo yote ya Minembwe na kudhibiti Minembwe ikiwezekana ndani ya wiki moja ama siku kadhaa zinazofuata. Hii ni kutokana na ripoti kutoka ndani kabisa ya uwanja wa mapigano. Baada ya taarifa hizo kutoka huko maeneo ya Minembwe pamoja na Kigoma, tuingie moja kwa moja jijini Goma huko jimboni Kivu ya Kaskazini. Raia wa lahani M23 kwa mauaji, huku pia Masisi mapigano makali, raia wakikimbia makazi yao, na vile jimboni Kivu ya Kusini na Kaskazini kwa pamoja muungano wa wazalendo washutumu mauaji yanayofanywa na magaidi wa M23 huku makumi ya watu wakipoteza maisha. Tuanze na taarifa hizi kutoka jijini Goma ambako raia wanaendelea kulahani vitendo magaidi wa M23 kwa mauaji, licha ya magaidi hao M23 kujaribu kujipumbaza wenyewe na pia kupumbaza jamii ya kimataifa, na wakijinadi kuwa wanalinda amani, usalama na ushirikiano maeneo ambako wanamiliki. Raia wa maeneo hayo wamekuwa wakionyesha mara kwa mara masikitiko yao na vile kuilalamikia Baraka1 TV kufikisha ujumbe wao kwa jamii ya kitaifa pamoja na kimataifa. Raia wa jiji la Goma wanalahani vikali kujilimbikizia mali kwa magaidi wa M23 na vile mauaji na utekaji unaofanywa na magaidi hao wa M23. Familia moja ambayo vijana wao wamekuwa wamekamatwa magaidi wa M23 na kupelekwa mahala ambako hapajulikani. Mpaka sasa wametafuta ndugu zao na jamaa hawajawapata. Vitendo hivyo vinafanya raia waamini kwamba hakuna usalama, ushirikiano ama amani ambayo imeletwa magaidi wa M23. Za mchana ndugu journaliste Rajabu Akili Kabonga. Ni ndugu msikilizaji wenu kutoka tu jijini Goma ambayo najua. Nilikuwa nataka sema hivi. Yenye mimi nataka sema njoo yenye iko mu bakaji yote ya Goma na Bukavu sijue na wapi. Bale watu M23 wanaendana sema bongo aseme kwenye banekala kwenye biko population inaishi kwa amani na usalama na tunawapenda. Ni bongo mtupu. Hakuna siku tutawapenda, na basi na danganya watu aseme tunawapenda. Hakuna siku tutawapenda mpaka gisi hii dunia kose kitageuziwaka. Hakuna siku tutawapenda. Hii sauti menaza inazunguluka dunia nzima kwa saa hii. Hakuna siku tutawapenda. Bipande bishuke baende wapi, bafanye nini, batuue, batumalize, hakuna siku tutawapenda. Na ile insecurite yenye ilikuwaka avant que yabo bakuwe bafike mwa Goma na Bukavu, ilikuwaka tu ni yabo. Ilikuwa tu ni yabo. Donc balitumaka batu kwanza sa vile baraia. Na njoko mimi nasema yake sheba Kongomani tuko bajinga tena sana zaidi. Tunauzisha udongo bila kuchunguza kwanza mwenye unataka uzishia anakuya mulengo gani, anatokea wapi, na anakuya uze ile udongo ajenge pale juu ya nini? Ni kuzisha tu. Donc balingiaka kwanza bakaenda na uzauza maparseli. Uza maparseli banajenga kabisa. Tunawakana tu wakaji tu wenzetu wakongomani. Kumbi ile yenye banasema uwazavyo sivyo njoo yenye shatufikia. Banekala tunajua kama ni basi vile, tunajua kama ni
batu tu balitokea swate mwingine province ama mugini fulani, banapenda boze njo pale, kumbi ni maadui bale bandugu yao balipofika banafika na donc banakia musura sasa ya kijeshi, njo tukajua bale batu yote balikuwa na uzauza ile maparsele na kujenga ni banani, njo nabo wakatumia bakavala ile masare za kijeshi Kwa leo hakuna bale benye balikutaniwaka na hakuna aba banaendelea kusumbua batu. Basi kwe na danganya opinion international ke raia inaishi na amani. Ni bongo mtupu. Bongo mtupu. Tunaanza kashinda manyumba juu ya kuogopa kutembea. Donc unaweza tembea tu fopa. Bana kuanguka hako bana kubeba destination non inconnue. Donc kwenye bana beba batu hakuyajulikanaka. Na bakisha beba mtu vile manake munavuta na kusahau. Hamtamuona tena. Mie sibali bebaka garso wangu ilikuwa 2025 février. Niliongeaka na ule garson mu avril 2 fois mpaka leo atiasikiaka tena sauti yake. Tushamtafuta fasi yote tunamkosa, fasi yote. Jana banabeba na mtoto wa grand sere mwemi nafata jinake Gradi Bulambo, naye banamubeba kumkutana tu, anatoka tu kunyumba tu, anataingia mbalabala biko naye kwenye balimbeba mpaka saa hii hakujulikane. Basi kwa nadanganya batu. Dunia nzima ijue kama population kote kwenye biko tunateseka. Daire tushanza omba gouvernement centrale kama itawezekana bafanye ile modele Mobutu alikuwa anafaka, kwenye anasikia bitu aendeke peke anashuka pale, ana mwanga wa kukufa na kufa, wa kupona na kufa. Ndio venye tunomba gouvernement ifanye sasa, na kama sivyo shie ba civile sasa tutajitia pamoja, habatushinde nguvu. Tukishajitia pamoja tutabapiga na habatasikilikana tena hata siku moja kwa hii udongo ya Kongo. Tukibaki tu huko jimboni Kivu ya Kaskazini ambako mapigano makali yameweza kuripotiwa kati ya magaidi wa M23 pamoja na wazalendo na FARDC ndani ya tarafa ya Masisi mkoani Kivu ya Kaskazini. Upande wa juu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mapigano ya M23 pamoja na wazalendo yameripotiwa baada tu ya makubaliano yaliyofanyika huko Uswizi, huku magaidi wa M23 wakisichokoza tena kwa mara nyingine kambi za wazalendo pamoja na kambi za majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Mashirika ya kiraia tarafani Masisi zinasema wamekuwa wakishuhudia kuona mamia ya watu wanakimbia makazi yao kutoka tarafa ya Masisi na kujielekeza tarafa jirani ambayo ni tarafa ya Walikale, huku hali ikiwa ni mbaya, familia, ndugu, jamaa na marafiki wakipoteana na hata pia wazee na watoto wakipata usumbufu mkubwa kukimbia Masisi kuelekea Walikale. Upande mwingine vile muungano wa wazalendo jimboni Kivu ya Kusini na Kivu ya Kaskazini ikiwa kwa mara nyingine tena kuvuruga mikataba ambayo inakuwa ikisainiwa mara kwa mara. Magaidi wa M23 wameweza kunyoshewa vidole kwa mara nyingine na wazalendo wa muungano wa Kivu ya Kusini pamoja na Kivu ya Kaskazini baada ya mapigano yaliyofanyika tena upya katika maeneo mbalimbali ya Kivu ya Kusini na Kivu ya Kaskazini. Kutokana na tangazo lilotolewa na muungano wa wazalendo VDP, wanasema kwamba
hiyo tarehe 21 za mwezi wa 4 2026, kikundi cha wazalendo, muungano wa wazalendo, wameweza kusikitishwa na vitendo ambavyo vimekuwa vikifanywa na magaidi wa M23 wakati wanasaini mikataba wao, huku wanajipanga na kuendeleza kusumbua raia wasiokuwa na hatia. Watu ambao wanajulikana kuwa ni RDF M23 waliweza kufanya muungano wao kwa kushambulia vikosi vya wazalendo na vilevile kusababisha mauaji wa raia wasiokuwa na hatia ndani ya utawala wa Burinyi huko Mwenga, ndani ya groupment ya Kisimba huko Walikale. Kutokana na taarifa hizo, wazalendo wamesema itakuwa ni mara ya mwisho kusikiliza tena mikataba ya CCLF kutokana na M23 wao hawatekelezi mikataba hiyo. Huku nazidi kusikiza matangazo yetu ya Amka na Baraka One TV, ikiwa ni tarehe 22 mwezi ni wa 4 2026, ni saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira ya Afrika Mashariki, na mimi ni ndugu yako Rajabu Wakili Kabonga, Ejidi Kizenga Tembele, King Sele, Kizabe Ayeba, Mashaka Ayamba, Dedone Butoto, Biondo Kilamba Mawe, mzee wa state ya Maine, da Feza, da Letesha, da Asha, da Arwen Akisi Kandeke, Asimwe Baguma Samuel kutoka Czech Republic, ikiwa unasikiliza Baraka One TV. Pia unasikiliza matangazo yetu kutoka Australia, kutoka Canada, USA, Central pamoja na East Africa, na wale wote ambao kwa maeneo ya Afrika ya Kusini. Baada ya taarifa hizo, tuingie huko nchini Msumbiji, ambako Msumbiji akataa kuwalipa askari wa Kinyarwanda deni la takriban milioni 22 la dolari. Mozambiki imekataa kuwalipa wanajeshi wa Rwanda kutokana na kampuni ya mafuta ya Total Energy ya Ufaransa pamoja na ExxonMobil kushindwa kutoa fedha hizo. Mahusiano kati ya Mozambiki pamoja na Rwanda inapitia wakati mgumu, ambako kwa sasa hivi hali ya mikataba iliyosainiwa inazidi kuwa mbaya, na vilevile hali ya kiuchumi vilevile inaonekana kuzidi kuzorota. Wanajeshi takriban 5,000 wa Kinyarwanda ambao wameweza kupelekwa ndani ya mkoa wa Cabo Delgado ambako kuna matatizo makubwa ya kigaidi, inaleta mashaka kwa serikali ya Msumbiji kushindwa kutoa huduma ya kisawasawa kwa wanajeshi wa Rwanda. Wanajeshi hao wa Rwanda wapo katika haya maeneo zaidi sana, sio kwa ajili ya maslahi yao wa Mozambiki, lakini ni kwa ajili ya maslahi ya makampuni ya mafuta ya Ufaransa ambayo ni Total Energy pamoja na ExxonMobil ambazo zinafanya kazi katika hayo maeneo. Serikali ya Msumbiji imesema haina fedha ya kuwalipa wanajeshi hao wa Rwanda, na endapo watashindwa basi wanaweza kuondoka. Vilevile kupitia mahojiano, rais wa Rwanda Bwana Paul Kagame aliwezaga kusema kwamba usalama unatafutwa na kulindwa kwa fedha, na kama Msumbiji haina fedha basi Rwanda iko tayari kutoa majeshi yake kwa ajili ya kulinda usalama katika hayo maeneo. Utafahamu tu kwamba Umoja wa Ulaya umekwisha kuipiga marufuku nchi ya Rwanda, na hivyo Rwanda inakuwa haiwezi tena kupata misaada yoyote kutoka katika shirika la Umoja wa Ulaya. Hii ambayo kunasikiliza ni Baraka One TV. Na huo ndio mwisho wa matangazo yetu kwa asubuhi ya leo ya Amka na Baraka One TV. Tukutanane saa 6, saa 9 pamoja na saa 12. Bye bye.